yaliyojiri kwenye taarifa mbalimbali kupitia Morning Express. Morning Express. Sasa yako mengi kweli ambayo yamejiri, lakini miongoni mwa ambayo natamani uyafahamu ni kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, Marco Chilia, ambaye amesema kuwa jeshi la polisi mkoani humo limejiandaa kikamilifu kabisa kuhakikisha usalama unadumishwa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, ambapo wanasiasa wataweza kunadi sera zao kwa uhuru na wananchi wanaweza kusikiliza sera hizo na kufanya maamuzi sahihi ili kupata viongozi bora. Kamanda Chilia ameeleza hayo, amesema ifikapo Oktoba 29, 2025 askari watakuwepo katika maeneo yote ya mkoa wa Ruvuma kuhakikisha usalama unadumishwa kuanzia wakati wa kupiga kura hadi muda wa kuhesabu kura. Huyu hapa. Jumla magari 15 mapya. Lakini kabla hapo awamu ya kwanza tuletewa magari 9 ambayo sasa yanatupelekea kuwa na jumla ya magari 24. Magari haya ambayo tumekabidhiwa tunawakabidhi leo wahusika ambao ni hao wakuu upelelezi. Hizo pickup ni kwa ajili ya kuwa wapelelezi, lakini tuna hizo Hilux kwa ajili ya kuwa wapelelezi, lakini tuna hizo Land Cruiser pickup kwa ajili ya wakuu wa polisi wa wilaya, lakini tunazo hizo gari za askari wa kutuliza ghasia ambazo mmeziona kabisa zimekaa zimetulia tayari kwa kazi. Kwa ujumla wake jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linamshukuru sana amiri jeshi Dr. Samia Suluhu kwa kutupa hivi vifaa ambavyo ni uwezeshaji mzuri kabisa kwa kuhakikisha kwamba jeshi lake linakuwa imara. Jeshi lake sasa naweza kusema limeboreshwa, na sisi kama jeshi la polisi tuko tayari kabisa kwa kazi, na tunaanza sasa hivi katika hizi kampeni kuhakikisha kwamba kila kampeni inayofanyika tunakuwepo, tunatimiza wajibu wetu. Wanasiasa wanakuwa huru kabisa kunadi sera zao, lakini wanachama na wananchi na wafuasi nao wanakwenda kushiriki kusikiliza hizo sera zao, na hatimaye tupate viongozi bora. Na hii itakapofika tarehe 29 tutahakikisha kwamba magari haya yanatumika vizuri kabisa, kuhakikisha askari wanakuwepo katika maeneo ya tukio, kuhakikisha kwamba watu wanapiga kura vizuri, lakini wakati wa kuhesabu kura tutakuwepo na vifaa hivi vitatusaidia kuhakikisha kwamba tunakuwepo, watu kura zitahesabiwa, na baada hapo watatangazwa wale walioshinda, na baada ya walioshinda tutaendelea kuwalinda kuhakikisha kwamba wanatimiza wajibu wao kwa kadri ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza. Haya, huyo ni kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, Marco Chilia akizungumza. Na hii alikuwa akizungumza baada ya kukabidhiwa magari. Wakabidhiwa magari ambapo mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Generali Ahmed Abbas alikuwa akikabidhi magari, alipokea magari 15 maalum kwa ajili ya polisi kutoka kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na kuyakabidhi kwa jeshi la polisi katika mkoa huo. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha usalama unadumishwa kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29. Huyu hapa mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Generali Ahmed Abbas akieleza ukabidhiji wa magari hayo 15 kwa jeshi la polisi pale Ruvuma. Rais katika mkoa huu ametupatia magari 24 mapya, magari ambayo yamekuja kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza yalikuja magari 9 na awamu ya pili yamekuja magari 15 ambayo yako mbele yenu. Nichukue fursa hii kukushukuru kamanda wa polisi kwa niaba ya serikali kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya ndani ya mkoa, lakini na kwenye taifa kwa ujumla. Lakini nawashukuru maafisa na askari wa jeshi la polisi kwa kazi kubwa mnayofanya ndani ya mkoa na ndani ya taifa. Nimeshuhudia mapokezi mazuri mlioyafanya kwangu, kwanza kwa gwaride lenye utaalamu na weledi na ukakamavu mkubwa, lakini pia nimesikia kiapo cha utii ambacho kimesheheni ahadi nyingi za kulitumikia taifa hili kwa weledi, kwa nidhamu na kwa mapenzi makubwa
ya taifa lenu. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma huyo, magari yalikuwa 24, yashakabidhiwa 9, jana amekabidhiwa mengine 15. Ni katika harakati za kuelekea uchaguzi mkuu. Morning Express. Sasa kwingineko, tukiwa bado kwenye maeneo hayo, watu 5 wamefariki dunia na mmoja amejeruhiwa baada ya magari mawili, Toyota Land Cruiser na lori aina ya Sino Truck kugongana uso kwa uso katika kijiji cha Bukumbi wilayani Misungwi mkoani Mwanza. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mutafungwa amethibitisha ajali hiyo, ambapo amesema ajali hiyo ilitokea majira ya saa 2 usiku wa kuamkia jana na kusababisha vifo vya masista 4 na dereva mmoja. Waliofariki dunia wametajwa kuwa ni Sister Nelina Simeoni miaka 60, Sister Lilian Kapongo miaka 55, Sister Damaris Matheka miaka 51 ambaye huyu ni raia wa Kenya, pamoja na Stella Maris Kameme ana miaka 48 ambaye pia ni raia wa Kenya, ambaye alikuwa na dereva ambaye pia dereva aliyekuwa kwenye gari hiyo Boniface Peter ana miaka 53 amefariki. Huyu hapa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza akithibitisha ajali hiyo. Ni kwamba siku ya tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu 2025 ilikuwa ni majira ya saa 1 na dakika 50 huko katika kijiji cha Bukumbi, kata ya Idetemia, tarafa ya Usagara, wilaya ya Misungwi, katika barabara inayotoka Usagara kuelekea Kigongo Ferry. Gari namba T 852 DGP aina ya Toyota Land Cruiser, mali ya shule ya sekondari ya wasichana ya Bukumbi, ikiwa inaelekea Mwanza kutoka katika eneo la Kigongo Ferry. Gari hiyo ilihama barabara upande wa kulia na hivyo kugongana na lori ambalo namba zake za usajili ni namba T 541 DCH. Kitendo hicho kilisababisha vifo vya watu 5 waliokuwa katika gari ndogo aina ya Toyota Land Cruiser. Watu 4 walifariki eneo la ajali pale baada ya magari hayo kugongana uso kwa uso, na mtu mmoja ambaye alikuwa ni dereva wa hiyo gari. Ndugu waandishi wa habari, haya kamanda wa polisi huyo kutoka pale Mwanza Wilbrod Mutafungwa. Ajali hiyo bwana. Unajua bwana, chanzo cha hii ajali ni kile kipi? Uzembe, mwendo kasi. Mwendo kasi machukua maisha ya watu. Kwa sababu gari la hawa masista ni kwamba lilikuwa kasi sana, alafu likashindwa kuchukua maamuzi haraka. Unajua katika mafunzo ya udereva kuna mafunzo, kuna topic inaitwa udereva kujihami. Yaani wakati unafundishwa kuendesha gari, kuendesha gari, unatia gia linaenda na nini. Ukishamaliza hapo sasa kuna mengine barabarani. Kwa mfano udereva wa kujihami. Udereva wa kujihami ni ule ambao limetokea jambo ambalo unatakiwa uchukue maamuzi sahihi ndani ya wakati sahihi na muda sahihi, sawa, ili kuokoa maisha ya watu. Sasa kwa mfano hapa Mwamba inaonekana alikuwa ana overtake akiwa speed kali sana. Na kwa hesabu zake ni kwamba angetoboa, lakini akajikuta ameenda uso kwa uso na lile lori. Mmoja kati ya majirani pale anakuambia kishindo alichokisikia na alikuwa kwake. Ilibidi akimbilie eneo la tukio. Kishindo kilikuwa kikubwa sana. Alichokisikia pale. Muona bwana. Kwa hiyo bwana, ni madereva
unajua mpaka naona kuna mashetani yako barabarani. Siku moja tukutane tushike lami tuziombe. Kwa sababu ni same story, yani kwamba alikuwa mwendo kasi, kuna akahama njia. Hiyo issue ya kuombea kuna nafikiri Mbeya ilishafanyika. Kuna eneo lilikuwa sugu sana. Kama kulipiga maombi. Watu wakapiga maombi. Kwa lengo la kupunguza hizo ajali. Ona kazi ilipo. Tuendelee kuwa makini barabarani bwana. Sasa watu waga wanakimbilia wapi? Kisha kwa barabarani unawahi wapi? Hapo sasa unajua Exodi kuna ile pia inayotisha zaidi ni ile kusababishia. Unajua kwa mfano dereva wa lori, yeye alikuwa kwenye site yake yuko sahihi. Hakimbii. Ila mtu kahama akamfuata. Kuna issue moja nimeona amezungumza jana mchungaji Kimaro wa KKT. Labda tutakuja kuigusa baadaye. Kwa sababu amesema falsafa ya safari ya familia ni kuzingatia falsafa mzee Yakobo, tusisafiri familia yote. Licha ya kwamba tunapendana, tugawanyike. Hiyo ilikuwa gani principle ya mzee wangu. Yaani ukimpa taarifa kwamba tunakuja, alafu akiwauliza mnakujaje, mkiambia tuko pamoja. Haruhusu hiyo. Anaambia pale hata kama mpo nani, gawaneni magari mawili, kila mtu aingie, kila wawili waingie kwenye gari yao yani. Sasa sisi kwa tunafaa kumdanganya kwamba tumegawanyika, lakini tunapanda gari moja binafsi tunaenda. Kwa hiyo inaweza mkaondoka wote. Sema hiyo nataka familia nibaki peke yangu yani, tokea ajali hapo. Unajua kinachotokea, mimi kuna logic ya msingi. Mimi nimeisoma hii lakini nina hoja. Hii si hoja. Hii ni hoja. Hoja sinapingwa kwa hoja kabisa. Mimi na hoja za msingi. Kwani Kizaudi je kusikia nyumba imeteketea, familia nzima imekufa? Si ndio? Katika kuchukua tahadhari, katika tu kupunguza tu kwamba inaweza ikatokea hivi yani. Yaani sio kwamba ndio principle kwamba hamtakufa tena. Hamzuii kifo. Kufa. Lakini tunachukua tahadhari. Tahadhari kwamba hili unaweza kulizuia tu kutokusafiri pamoja. Kwa sababu kwa mfano sawa, mpo 8. Sawa. Mkiamua kupanda gari afu mpande gari moja. Gari ajali imetokea. Lakini mkigawana wawili au hata mmoja, bora mpotea wawili watatu. Nauli ni ile. Duniani kwa nini watu wametengeneza magari ya familia? Alphard, Noah, unajua. Ndio tunazungumzia risk sasa hiyo. Riski hazikwepeki mazee. Kuna nyingine zinakwepeka. Kwa mfano ya kupanda gari unaweza kukwepa usipande wote pamoja. Yaani hapo tayari ushakwepa. Haimaanishi kwamba mtaenda kuungua kwenye nyumba mkiwa pamoja. Lakini kwenye hapo umepunguza. Swali langu, tunaamini kwenye kifo. Sawa? Je, tunaamini kwamba maisha yetu anapanga Mungu? Ndio. Je, ukienda kule kama siku yako imefika, mwingine akaenda kule, mwingine akaenda huko. Sasa hiyo ni siku yako imefika. Lakini usiifikishe siku yako. Kuna watu wanafikisha siku. Ndio nasema kama siku yako imefika uweze kukwepa, lakini usifikishe siku. Yaani kwamba chukui tena tahadhari kwa sababu nataka, kwa sababu siku yangu imefika. Usipojipanga unaweza kuondoka kweli. Mimi ni dhana tu ya tahadhari. Yaani tahadhari. Kwamba yani inawezekana tu kwamba hili pia likachangia kotu. Yaani kwa mfano hata madereva wanaambiwa wasikimbie kwa mwendo kasi. Sio kama kufa hakupo. Hiyo iko applied. Lakini bro, kuniambia kwamba familia moja sio ni hiyo, mimi nakubali kaka. Nakubali. Wengi sio pande yote. Sio salama sana. Mimi sikubaliana naye. Sio salama sana. Kubaliana sikubaliana. Kwa sababu mimi naamini hivi. Kama siku zenu zimefika. Alafu hizi riski haziko kwenye magari peke yake. Na ndio hivyo, ndio maana kila sehemu unachukua tahadhari. Kwa sababu kama ikifika hivyo basi, maana ukishamaliza kuchukua tahadhari kwenye magari, ukienda nyumbani unaweka, tunajua hivyo, kifaa cha kuzuia moto pale nyumbani kwenu pale kwa mzee marehemu mzee Jackson Mtei. Basi liko mkifika nilipige simu majirani, jamani hebu lala na watoto wangu wawili. Na unajua kule kwetu kule zamani hizo kulikuwa tena bahati nzuri kule kwenu pazuri zaidi. Sisi kule kwetu kulikuwa kuna kesi za nyumba kuangukiwa na miti. Mmelala nyumba inazikwa na mti. Unaelewa? Juzi hapa maporomoko ya udongo amefukia nyumba. Sasa kuna kusali pamoja, kuna kukaa kwenye ukumbi wa harusi pamoja. Kuna nchi gani juzi limeanguka pale limeua karibia waalikwa wote. Umeelewa bwana? Mimi nakubali hizi riski, lakini ile dhana ya kusema eti hivi pamoja hatutatenganisha mpaka lini? Na ndio maana angalia kama kwenye ajali kama hii ya TANESCO hawa hii familia kuna mtu kapona. Angalia ile ajali iliyotokea tuliripoti mwezi Disemba, yule
alikuwa bosi fulani serikalini na familia yake. Kuna mtu kapona. Inatokea. Kuna unapona. Umeelewa? Hadi yani hii tuseme kwamba ndio unazuia kifo. Unapona. Ni wewe tu yani katika harakati za kujikomboa. Kwa hiyo Mungu amekupa alfadi lako. Mwezi wa 12. Tukizidi watano sisafiri. Watano wengi sana. Tukizidi watano hatukai pamoja kwenye gari. Hata wawili mjomba. Tukizidi watano. Na hiyo tu ni dhana tu ya kawaida. Yaani mama anatoa yule wa kiume. Yaani kwa mfano panda boti yote. Wote kwa pamoja panda boti. Serious. Mmoja panda taa saa 4 mwingine saa 2. Ampoteze mmoja. Hapo unakimbia Express. Sasa kwingineko bwana, serikali tayari imetenga eneo jipya la ujenzi wa soko la mpito kwa ajili ya wafanyabiashara walioathirika na janga la moto pale Kawe ambao litokea usiku wa kuamkia Septemba 15 mwaka huu, soko kuu la Kawe pale. Sasa jana waziri wa viwanda na biashara Suleiman Jafo alitembelea soko hilo lililoteketea kwa moto na kuzungumza na wafanyabiashara na waathirika na kukagua pia hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali ya wilaya na mkoa za kurejesha hali kuwa kama zamani katika soko lile. Huyu hapa waziri Jafo akizungumza nini ambacho kinaendelea kwa wafanyabiashara wale ambao kwa sasa hivi hawana sehemu ya kufanyia biashara. Mzangu tumepoteza barabara. Lakini tumepoteza sehemu ya ajira yetu tunafanya kazi. Serikali itahakikisha kwamba hili linaweza kufanyikana kwa haraka zaidi lifanyike kwa ajili kusaidia wananchi wa hapa Kawe ambao tulikuwa tunafanya biashara. Katika hili serikali tumejipanga kwanza kuhakikisha tunapata eneo la haraka sana. Na hapa nilipokuja hapa nilipata taarifa ya kitu gani ambacho maandalizi yanaendelea. Kama tulikuwa tunakubaliana kwa usalama. Tayari eneo limeshapatikana na dharura kwa ajili ya kujenga miundombinu itakayosaidia watu wa hapa kufanya biashara uweze kufanya biashara. Tayari manispaa yetu ya Kinondoni imeshafanya mambo yote awali ikisambamba na kupata mkandarasi ambao atajenga majengo hayo kwa haraka. Lengo kubwa ni kwamba tuweze kupata sehemu ya kufanya biashara. Tulipokuwa ndani tunatoa maelekezo kwamba kazi hii ianze mara moja, inawezekana tu kazi kesho ianze. Na kuanza mchakato wa ujenzi inawezekana ifanyike mpaka usiku na mchana. Ili mradi majengo hayo yakamilike kwa haraka. Waziri Suleiman Jafo huyo akisisitiza kwamba mchakato ufanyike usiku na mchana. Biashara pale Kawe wapate eneo la mpito la kufanya biashara. Katika pia nakumbuka kwa mkoa kwa pale juzi alitangaza kwamba panaanza kujengwa soko jipya la kisasa. Eneo la Kawe pale ambapo soko limeteketea. Na akatoa ahadi kwamba likishakamilika wafanyabiashara wote watarejea. Na akasema watarejea kwenye mifumo mizuri ambayo itasaidia pia wao kulipa kodi kwa uzuri zaidi pale Kawe. Kumekuwa kuna hiyo changamoto ya kitokea changamoto kama hii kwenye eneo ikishaungua ikishajengwa jipya shangaa tumekaa nyumbani na mbona soko lishajaa. Umetoka wapi? Afu na ulikuwa miongoni mwa waliounguliwa na vitu vyako pale. Soko limejaa. Au naambia bwana frame zimepanda bei pale. Kwa pale sasa hivi ni vibopa. Au kuna mtu kazinunua afu anaziuza. Kwa hiyo yako hayo mambo kwenye masoko mengi ambayo tumeshuhudia. Maana mkuu wa mkoa alisisitiza kwamba ikishakamilika watarejeshwa wale waliokuwa pale kufanya biashara zao katika eneo lile. Ndio haya bana. Tuangalie kidogo yanayoendelea kwenye majukwaa ya kisiasa huko kwenye kampeni mbalimbali. Sababu hizi ni kampeni. Mgombea urais wa chama cha ukombozi wa umma Chauma Salum Mwalimu yeye amesema yuko tayari kupunguzwa madaraka endapo atachaguliwa kuwa rais, lakini atahakikisha Watanzania wanapata katiba mpya. Madaraka yake yuko tayari yapunguzwe. Tumsikilize hapa kama yuko sahihi. Uchaguzi mkuu ujao 2030 kwanza tukiwa na katiba mpya. Kama ni madaraka wanaondoa. Kama ni madaraka ya rais niko tayari nipunguziwe. Kama sijui ni kitu gani niko tayari kipunguzwe. Tuwape Watanzania katiba mpya na mamlaka ya kuamua
asiamuliwe na serikali wala asiamuliwe na rais mmoja. Yeye ni nani? Sio malaika, sio malaika. Yeye ni binadamu, hawezi kuwa anaamua anachotaka yeye kwa Tanzania milioni 61. Mimi niko tayari, nitaendelea. Kwanza ninajua nitapiga miaka yangu mitano, na masuala nawahakikishia mzigo nitakayopiga nchi hii 2030 Watanzania mtaandamana kunichukulia mimi fomu. Nitarudi, nikirudi 10 imetosha, nitoke nile data, nile data. Sio tena mnatoka mgongo unauma, miguu presha zimepanda. Nataka nitoke na mambo zangu, tule data Masela mtaani. Rais wa Masela huyo Salum Mwalimu akizungumza sema yeye mzigo atakaopiga miaka 5 uchaguzi ujao mtaenda wenyewe kuomba kumwombea achukue tena fomu. Kitu kinachofurahisha kuhusu uchaguzi ukiutazama, kuna baadhi ya ahadi au sera ambazo kila vyama yani zinajirudia kutoka kuna chama hiki kuna chama kingine. Na hoja kubwa ambayo inajirudia kuna uchaguzi huu ni ile swala la katiba mpya. Yani kutazama viongozi wengi wanawania nafasi ya urais wanazungumza swala zima la katiba mpya. Na kama unafahamu kwamba katiba mpya ilikuwa ni swala ambalo lilipata mkwamo mwaka 2014. Lakini kwenye uchaguzi mwaka huu imekuwa kwamba ni agenda. Sasa tunatakiwa tuna katiba namna gani? Hiyo ndio swala la msingi. Umeelewa? Kwa sababu of course ukisoma hiyo katiba na hata ukiwasikiliza wapinzani na baadhi ya hoja zao, wanazungumza hiyo hoja ya madaraka makubwa kwa mfano. Sawa, wanazungumza kwa mfano hoja ya serikali za majimbo, wanazungumza kwa mfano hoja hiyo ya muungano ambao amekuwa ikijirudia kila uchaguzi kutazama. Sasa katiba imekuwa ni agenda kwenye vyama kwa sasa hivi. Chama cha Mapinduzi wazungumzia katiba. Sawa, Chauma na wazungumzia katiba na vyama vingi. Sawa. Sasa hoja msingi ni kwamba tuna katiba namna gani? Na kama unafahamu kwamba katiba sio swala la chama peke yake. Of course chama ambacho kitachounda serikali kitakuwa na wajibu na jukumu la msingi kuhakikisha kwamba mchakato wa katiba unakuwa ni mjadala wa kitaifa. Lakini sasa katika hiyo hoja ya katiba ukiangalia kwa mfano maoni ya kikosi kazi, sawa, na maoni tume ya mabadiliko ya haki jinai, sawa, inazungumza kwamba ukichambua ile maoni na ile report ni kwamba kuna watu wanaamini hii katiba ambayo tunayo sasa hivi imepitwa na wakati. Sawa, kundi la kwanza. Na kuna watu ambao wanaamini tunahitaji mabadiliko madogo ya katiba, minimum reform. Sawa, na kuna watu wanaamini kwamba hii katiba imetusaidia kwenye mambo mengi na tumepita kwenye mazingira mbalimbali ya kisiasa kama taifa. Kwa hiyo tuendelee nayo. Sasa katika ku accommodate hao watu wote, sawa, na watu ambao wanasema kwamba hii katiba ilitungwa, ilitengenezwa, lakini sasa hivi vijana ni wengi hawakushiriki katika kutengeneza mustakabali wa nchi yao. Kwa hiyo kuna hizo hoja. Lakini kinachofurahisha ni kwamba viongozi wote ambao wanataka nafasi ya urais sasa hivi wanazungumzia swala zima la katiba. Kwa hiyo labda kwa mgombea ambaye atachaguliwa kuna uchaguzi, inawezekana sasa ile hoja ya Watanzania wengi kushuhudia swala zima la katiba mpya. Na nafikiri hata Chama cha Mapinduzi kipindi unazindua kwenye ilani yao vile ipo. Hata kuna dira lazungumza swala zima la katiba. Kwa sasa nafikiri kwamba katiba ina gani ndo tukimaliza tutaanza katiba ina gani tuulizane sasa. Kwamba mnataka ya kwa sababu hapo swala la aina gani, kumbuka kuna vyama vina milengo tofauti. Na lazima vile itungwe sheria ya kuandaa bunge la katiba ambayo itahusisha wadau wa kisiasa, wananchi na hivyo vyama vya kisiasa. Kwa mkwamo unaanzia hapo. Morning Express. Mgombea urais wa chama cha National League for Democracy NLD, Doyo Hassan Doyo, yeye amesema angekuwa rais wa nchi hii miaka mingi kama CCM, wananchi wa mkoa wa Manyara wangekuwa anawalipa posho kutokana na fedha zinazopatikana kutoka kwenye madini ya Tanzanite. Watu walikuwa wanaokota Manyara pale kutokana na Tanzanite ambayo inapatikana pale. Doyo amesema hayo Septemba 15 wakati akiomba ridhaa ya kuongoza nchi akiwa mjini Babati. Yasema yeye angekaa kama CCM miaka mingi.
Kwa yale madini ya pale yani alikuwa anawalipa. Yani anasema mwezi kasi ambayo ina Tanzanite afu unasema una njaa. Au okoti chochote kitu. Kati mnayo kwenye ardhi yenu haiwezekani. Kwa pale Manyara anasema watu wangelipwa posho. Nafikiri hoja msingi ndugu mwandishi. Kwa mataifa watu wanalipwa kutokana na mafuta. Ndio rasilimali walizonazo. Pesa South Africa kuna watu wanalipwa. Libya si ilikuwa inafanyika hivyo kwenye fulani hivi. Kwa ni hoja msingi. Hoja msingi inaweza kusikilizwa kwenye maeneo ambayo unajua na inaweza isiwe kulipwa posho kama kila ukiamka asubuhi ukachukua hela sehemu. Inaweza ikawa kuona faida ya kile ambacho mnacho kwenye eneo lenu. Mungu amewajalia. Yani kile ambacho mnacho unaona unafuu wa maisha kutokana na kile mlicho nacho. Unajua siku moja nilishai kusema hapa kwamba kama ikitokea tukafanya mkutano wa taifa pale uwanja wa taifa tukakubaliana kama nchi tutafika eneo fulani. Umeelewa? Kwa sababu niliona kuna mtu mmoja juzi kati hapa alitoa takwimu za makusanyo ya kodi Tanzania. Sijui kwa mtandao na kwa gazeti nikaona watu kama wanamcrash, lakini ukifuatilia yani ni kodi na kusanya ni nyingi sana kwa mujibu wake. Kitakwimu za kawaida hapa tunazo kwamba sasa hivi serikali inakusanya karibia trilioni kwa mwezi karibia bilioni 1 plus trilioni 1. Ni trilioni 1 sasa hivi. Bilioni 1 ni ndogo samani. Ilikuwa ni bilioni 850 za kwetu. Kwa sasa hivi ni trilioni 1 plus. Ukitazama mimi ninachoona, ukiangalia fedha ambazo CAG anasema zinapotea. Tukizidhibiti tunaweza tukalipana. Tukizidhibiti kulipana inawezekana. Kwa sababu kuna eneo kama South Africa pale kwa mfano. Wao wameweza kwanza wanalipa wazee, na kuna maeneo pale Soweto umeme ni free. Jambo ambalo linaweza likawezekana. Kuna baadhi ya serikali duniani wakati wa watu wanafanya kampeni, baadhi ya serikali zina bonus fulani viko na nchi wao. Kwa mfano nchi kama Luxembourg usafiri ni bure sasa hivi. Kwenye mabasi. Sawa? Kuna nchi kama Scottish taulo za kike ni bure. Umeelewa? Yani kuna eneo serikali inajaribu kuwa bonus watu wake. Kuwa bonus yani unajua? Kwamba unafeel kwamba sasa kwa mfano nilikuwa najaribu kuangalia hata kuna maeneo kama ya watumishi ambao zamani wamegoma mishahara, madaktari washagoma sana, walimu hata Kenya imetokea. Kama hauna nchi kama haina uwezo, unaweza ukatengeneza labda phase ya vipindi vitatu ndani ya mwaka kwamba kila miezi mitatu nitadabu mshahara wa mwezi mmoja. Kwa huo ni mfano kwa mfano. Kwamba uwezo kulipa kama nchi sina, ila kama nakuwekea 600,000 nitakuwekea 1,200,000 na 200,000 labda mwezi wa 3. Haitakuwa kwenye hesabu labda za mifuko ya hifadhi ya jamii na lakini nitakuwekea hiyo bonus. Kuna hoja hapo umezungumza sana ya msingi kwamba nchi haina uwezo. Sawa. Kuna sahihi katika hiyo line ichukue nchi haina uwezo. Tunajengaje uwezo kwa watu wetu? Umeelewa? Ni kweli uwezo labda hatuna. Lakini Mungu kuna vitu ametupa. Sasa tunajengaje uwezo kwa watu wetu? Ndio hoja msingi kwamba Afrika inaweza kuwa na mipango mizuri sana ukisoma kwenye makaratasi. Umeona? Lakini sasa inakuja swala hizo utekelezaji, usimamizi na kuja kufikia nini? Malengo au kimsingi tumejiwekea. Sometimes kwa kifupi kujaribu kuangalia ni kama kuto kutilia maanani. Kwa mfano, angalia kwa upande wao wanasiasa.